Usiku ni wakati wa utulivu, lakini pia ni wakati ambapo mawazo juu ya kazi, biashara na fedha yanaweza kuongezeka. Biblia inaonyesha kuwa usiku unaweza kuwa wakati wa kumlilia Mungu juu ya mahitaji yetu na kupata ufahamu na amani. Katika kitabu cha Zaburi, mwandishi anasema, Bwana ndiye mlinzi wangu, sitakuwa na hofu hata nikiwa kwenye dhoruba za maisha. Hata Yakobo alipoamka usiku kuomba ahadi za Mungu, Yakobo 28, alipata maono ya ajabu na kupewa uhakika wa baraka za Mungu kwa familia yake. Na katika kitabu cha Luka, mwana wa mmiliki wa mali aliambiwa kutegemea Mungu na si mali yake peke yake. Akajifunza kuwa usiku wa manane ni wakati wa kutia mawazo yake mikononi mwa Bwana. Luka 12. Hii inatufundisha kwamba usiku unaweza kuwa wakati wa kutia hofu na wasiwasi vyetu mikononi mwa Mungu na kupata ulinzi na baraka katika kazi na biashara zetu. Kabla hatujaanza, tafadhali andika kwenye comments: Bwana ananilinda na kunibariki katika kazi na biashara yangu. Acha haya maneno yawe maombi yako leo usiku. Katika video hii tutasoma na kuomba kupitia Zaburi zenye nguvu, tukimwomba Mungu atupe amani, usalama na mafanikio ya kweli katika maisha yetu ya kila siku. Sikiliza maombi haya kabla ya kulala au uyaache yacheze usiku kucha, kwa sababu hata tunapolala Bwana bado anatulinda na kufanikisha kazi zetu. Zaburi ya 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Waandaa meza mbele yangu, machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Zaburi ya 37. Usiungue kwa sababu ya watenda mabaya, wala usiwahusudu wafanyao uovu. Maana kama majani watakatwa mara, na kama miche mibichi watanyauka. Mtumainie Bwana ukatende mema, ukae katika nchi ukaifurahie uaminifu. Jifurahishe katika Bwana, naye atakupa haja za moyo wako. Ukabidhi njia zako kwa Bwana, umtumainie, naye atafanya. Naye atatoa haki yako kama nuru na hukumu yako kama mchana. Ukae kimya mbele za Bwana, umngojee kwa saburi. Usiungue kwa sababu ya mtu afanikiwapo katika njia yake, kwa sababu ya mtu afanyaye hila. Uache hasira, uache ghadhabu. Usiungue hasara yake kufanya mabaya. Maana waovu watakatiliwa mbali, bali wamngojao Bwana, hao watairithi nchi. Kwa muda mfupi mtu mwovu hatakuwako tena. Naam, utatazama mahali pake wala hatakuwepo. Bali wanyenyekevu watairithi nchi na kufurahia amani tele. Mtu mwovu hutunga mabaya juu ya mwenye haki na kumsagia meno yake. Bwana atamcheka, maana ameona ya kuwa siku yake inakuja. Waovu wamechomoa upanga na kukaza uta wao, ili wawaangushe maskini na mhitaji, ili wawachinje wenye mwenendo wa adili. Upanga wao utaingia moyoni mwao wenyewe, na pinde zao zitavunjika vipande vipande. Afadhali kidogo alichonacho mwenye haki, kuliko wingi wa mali ya waovu wengi. Maana mikono yao waovu itavunjika, bali Bwana huwategemeza wenye haki. Bwana anajua siku za wakamilifu, na urithi wao utakuwa wa milele. Hawataona aibu wakati wa mabaya, na siku za njaa watashiba,
bali waovu watapotea, na adui za Bwana watakuwa kama uzuri wa malisho. Watafutika, kama moshi watafutika. Mtu mwovu hukopa wala halipi, bali mwenye haki hufadhili na kutoa. Kwa maana waliobarikiwa naye watairithi nchi, na waliolaaniwa naye watakatiliwa mbali. Bwana huzimarisha hatua za mtu na kuzipenda njia zake. Ajapojikwaa hataanguki chini kabisa, maana Bwana humtegemeza kwa mkono wake. Nalikuwa kijana, sasa nimekuwa mzee, lakini sijamwona mwenye haki ameachwa, wala uzao wake akiomba chakula. Siku zote hufadhili na kukopesha, na uzao wake umbarikiwa. Ujiepushe na mabaya, ukatende mema, ukae milele. Kwa kuwa Bwana huipenda hukumu, wala hatawaacha watauwa wake. Watatunzwa milele, bali uzao wa waovu utakatiliwa mbali. Wenye haki watairithi nchi, nao watakaa humo milele. Kinywa cha mwenye haki husema hekima, na ulimi wake husema hukumu. Sheria ya Mungu wake imo moyoni mwake, hatua zake hazitateleza. Mtu mwovu humvizia mwenye haki na kutaka kumuua. Bwana hataacha ampe mkononi mwake, wala kumhukumu atakapohukumiwa. Mgoje Bwana, ukalinde njia yake, naye atakutukuza uirithi nchi. Utakapoangamizwa waovu, utaliona. Nalimwona mtu mwovu mwenye jeuri akistawi kama mwerezi wa Lebanoni. Nalimwona, naye hakuwako, nikamtafuta wala hakupatikana. Uangalie mtu mkamilifu, tazama mtu mnyofu, maana mwisho wa mtu huyo ni amani. Bali wakosaji wataangamizwa pamoja, mwisho wa waovu utakatiliwa mbali. Bali wokovu wa wenye haki unatoka kwa Bwana, yeye ni ngome yao wakati wa taabu. Bwana huwasaidia na kuwaokoa, huwakoa na waovu na kuwakomboa, kwa kuwa wamemtumainia. Zaburi ya 34. Nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zi kinywani mwangu daima. Nafsi yangu itajisifu kwa Bwana, wanyonge watasikia na kufurahi. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliinue jina lake pamoja. Nalitafuta Bwana, akanijibu, akaniokoa na hofu zangu zote. Wale wamwangaliapo watangaa, wala nyuso zao hazitatahayari. Maskini huyo alilia, Bwana akasikia, akamwokoa na taabu zake zote. Malaika wa Bwana hukaa akipanga hema kumzunguka wamchao, naye huwaokoa. Onjeni mwone ya kuwa Bwana yu mwema, heri mtu yule anayemtumainia. Mcheni Bwana, enyi watakatifu wake, maana hakuna upungufu kwao wamchao. Simba yu waliishiwa na njaa, bali wamtafutao Bwana hawatakosa kitu chema. Njoni, enyi watoto, nisikilizeni, nitawafundisha kumcha Bwana. Ni mtu yupi anayetaka maisha na kupenda siku nyingi apate mema? Uzuie ulimi wako usinene mabaya, na midomo yako isiseme hila. Ujiepushe na mabaya, ukatende mema. Utafute amani, ukaifuate. Macho ya Bwana yako kwao wenye haki, na masikio yake kwa kilio chao. Uso wa Bwana ni juu ya watendao mabaya, ili aukate kumbukumbu lao katika nchi. Wenye haki walilia, Bwana akasikia, akawaokoa na taabu zao zote. Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwakomboa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humkomboa na hayo yote. Huzilinda zote mifupa yake, hapana moja kati yao iliyovunjika. Uovu utamuua mtu mwovu, nao wamchukiao mwenye haki watahukumiwa. Bwana humkomboa nafsi ya watumishi wake, wala wote wamkimbiliao hawatahukumiwa. Zaburi hizi hazitukatai hali tunayopitia. Zinathibitisha kwamba Mungu haoni tu hali zetu za kifedha, bali pia anajali na kuleta suluhisho. Zinatuambia kuwa hata wakati tunaona ukosefu, kuna wingi wa neema ya Mungu inayotuongoza na kutulinda. Hizi si maneno tu ya kuatia moyo,
Ni mikono inayotushika tunapokuwa kwenye dhiki. Tunapohitaji zaidi ya mipango ya mwanadamu, tunahitaji muujiza. Kwa hivyo, ikiwa unakumbwa na changamoto za kifedha, Zaburi hizi zikumbuke. Huenda bado haujaona suluhisho, lakini mchungaji wako hakuachii. Utoaji wa Mungu uko njiani kuja kwako.